Ikiwa tunaelekea mwezi Januari ambapo baadhi ya michezo ya ligi mbalimbali zitaanza kurejea nchini Tanzania pamoja na baadhi ya nchi pia ulimwenguni ambao wamestopu michuano mbalimbali kwa muda kutokana na michezo ya AFCON. Sasa kuna kipengele kingine ambacho kipo ndani ya klabu ya Simba ambayo changamoto kubwa iliyotokea hivi sasa ni katika upande wa goalkeeping area, ambapo pale goalkeeper namba 2 wa klabu ya Simba Yakub Suleiman amepata majeraha kunako timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambayo iko kule nchini Morocco kwenye michezo ile ya AFCON 2025, ambapo Yakub Suleiman ameshindwa kusimama langoni katika mchezo wa kwanza wa Taifa Stars ambao waliminyana na Nigeria mara baada ya kuumia kabla ya mchezo huo wakiwa kwenye mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo huo dhidi ya Nigeria. Sasa kwa upande wa mnyama Simba, Yakub Suleiman tayari ni injury na golikipa namba 1 Musa Pinpin Kamara naye ni injury. Kwa hiyo Simba wanaelekea katika michezo mara baada ya mwaka kupinduka, na ukiangalia na michezo ile ya klabu bingwa barani Afrika ambapo mpaka sasa hawajashinda mchezo hata mmoja wakiwa na alama 0 baada ya michezo miwili, na wanahitaji golikipa ambaye atakuwa na uzoefu zaidi, na expectation zilikuwa ni Musa Pinpin Kamara kurejea mapema, lakini uwepo wa golikipa Yakub Suleiman ulikuwa kidogo unawapa ahueni mashabiki wa Simba, na sasa tayari golikipa wa Simba namba 2 naye ni injury. Kwa hiyo kwa sasa kipa pekee aliyebaki katika timu ya Simba ambaye pia tunatarajia ataenda kuwaka katika michezo ile ya Mapinduzi Cup ni Hussein Abel ambaye hakutumika muda mrefu sana, na tangu asajiliwe na klabu ya Simba ukiangalia Hussein Abel amecheza baadhi ya michezo kama 3 au 4 hivi, na 90% ya maisha yake ndani ya klabu ya Msimbazi amekuwa akitumia kukaa benchi, lakini kuna muda hata kwenye squad list ya michezo mbalimbali amekuwa haonekani kabisa, mpaka baadhi ya watu wakawa wameanza kujiuliza kwamba inakuwaje kuhusiana na golikipa huyu. Je, ameridhika kukaa benchi? Ameridhika na maisha ya Simba kwamba kwa kuwa anapata hela hata akikaa benchi ni sawa? Lakini ukweli anaujua mwenyewe kwa nini aliamua kukaa benchi. Kwa hiyo ndio golikipa pekee ambaye amebaki hivi sasa, na uongozi wa timu ya Simba tayari umeingia sokoni kuanza kutafuta golikipa mwingine ambaye ataenda kusaidiana na Hussein Abel katika michezo ambayo inafuata ya Simba. Na hivi sasa kama Simba watahitaji kutafuta kipa wa kigeni, kwa maana kuwa sheria iliyopo hivi sasa ama kanuni ya TFF hairuhusu timu yeyote ya ligi kuu kuwa na magolikipa wawili wa kigeni. Kwa hiyo kama Simba wataingia sokoni kutafuta golikipa wa kigeni, maana kuwa lazima wahakikishe wameachana na golikipa namba 1 hivi sasa ambaye ni Musa Pinpin Kamara, lakini kama watahitaji golikipa mzawa ambaye atakuja kuziba nafasi ya golikipa ambaye ameumia Yakub Suleiman, basi ni sawa. Na mpaka sasa ambapo kwa sasa tetesi zinasema kwamba Simba wapo kwenye mazungumzo na golikipa wa Mtibwa Sugar Deusdedit Malimi ambaye ana umri wa miaka 23, na inasemekana Simba wako serious na golikipa huyu ambaye kwa umri wake wa miaka 23 wameona ni mrithi sahihi wa golikipa ambaye amepata injury Yakub Suleiman. Kwa hiyo tutarajie au tusubiri kuona kama kweli Simba watamsajili golikipa huyu, lakini je, endapo Simba watafeli kwa golikipa huyu, je, nani atakuwa mrithi mwingine au mbadala mwingine? Ni swala la kusubiri. Lakini kwa upande wa golikipa wa kimataifa, sheria ya ligi hairuhusu, na kama watataka kusajili, ndio kama nilivyokuambia kwamba ni lazima wahakikishe wamemalizana na Musa Pinpin Kamara na asiwe sehemu ya kikosi cha Simba, au ambacho wanaweza kukifanya ni kumuondoa kwenye usajili lakini bado wakawa na mkataba naye, alafu akamuingiza golikipa mwingine wa kimataifa ambaye ataenda kuwasaidia. Lakini swali linakuja katika kipindi hiki cha usajili wa dirisha dogo wa mwezi Januari, timu nyingi sana huwa hazikubali kuachia wachezaji wao ambao ni nyota ama key players kwenye timu yao, kwa sababu wanaamini endapo utamwachia mchezaji ambaye ni nyota kwenye timu yako, basi kipindi hiki inakuwa ni ngumu sana kuweza kupata replacement sahihi ya golikipa mwingine. Kwa hiyo pia tusubiri kuona uongozi wa Simba utaamua jambo gani.